Hello familia yangu ya kilimo. Kuna wataalamu wa mambo waliwahi kusema kuwa kilimo ni teknolojia. Na leo nimekuja na teknolojia nzuri 2 au 3. Nataka niwaoneshe kitu kimoja. Hili ni shamba la pilipili. Pilipili ni deal kubwa sana, tutaongea siku nyingine. Leo tuongee teknolojia. Hapa kuna karatasi hizi za plastic ambazo zipo chini. Zina mashimo ambayo yanaruhusu mche kuweza kutoka, kwa hiyo imefunika tuta zima. Karatasi hizi ukiona kimzaamzaa unaweza ukaona poa, lakini hii ni teknolojia muhimu sana kwa wakulima wa mazao ya bustani. Karatasi hii inafanya kazi kadhaa. Kazi ya kwanza, inazuia magugu kuota. Ikiwa hapo inazuia magugu kuweza kuota, kwa hiyo shamba linakuwa halina magugu. Lakini jambo la pili, karatasi hii inatunza unyevu. Kukiwa na mvua, shamba likipokea mvua, baadaye ule upotevu wa mvua kwa njia ya mvuke haupotei kwa sababu karatasi inaweza kuzuia. Lakini jambo la tatu zuri sana ambao pia nimeona hapa, karatasi hii inaweza kutunza joto lililoko kwenye udongo. Mimea kama vitu vingine kama viumbe wengine linahitaji joto, linahitaji unyevu, linahitaji kutumia virutubisho. Kwa karatasi hii itasaidia virutubisho vilivyoko vitumike na zao husika peke yake. Karatasi hii itatunza unyevu pamoja na joto. Teknolojia nyingine nzuri ninayoiona hapa ni hizi karatasi za njano ambazo mnaona zimepita pembeni ya shamba. Karatasi hizi ina mfumo wa gundi na kazi yake hapo ni kunasa wadudu mbalimbali. Kwa hiyo imepita kuzunguka shamba kwa wadudu wanaoruka au wanatambaa, kabla aingie shambani kuweza kuathiri mazao husika, ananasa kwenye hizo karatasi. Kwa hiyo wakulima tuendelee kujifunza na kujua kuwa kilimo ni teknolojia, na leo tumekuja na teknolojia hizi 2, lakini pia hapa naona amepitisha mipira ya umwagiliaji. Hii pia ni muhimu sana kwa ajili ya kutunza maji. Kiwango kidogo cha maji kinachopatikana kitumike kwenye mmea husika na kupunguza upotevu wa maji. Karibu sana AgriVista Tanzania, uzoefu halisi shambani. Tutakutana tena kwa teknolojia nzuri zaidi kwa kilimo bora na endelevu. Cheers.